tarehe 30 mwezi wa 5 2026 kiasi cha shilingi milioni 583,180,028 kilipokelewa kwenye akaunti ya shule ya msingi Oysterbay kwa ajili ya ujenzi wa shule mpya ya sekondari eneo la Chizya kupitia mradi wa SEQUIP. Msimamizi wa mradi huu ni mkurugenzi mtendaji wa wilaya ya Songwe. Aidha, mkurugenzi mtendaji wa wilaya ya Songwe amekasimisha madaraka ya usimamizi wa mradi huu kwa mwalimu mkuu shule ya msingi Oysterbay. Mradi upo katika hatua za awali ambazo zimehusisha nguvu kazi ya wananchi. Hata hivyo, shughuli zilizofanyika ni pamoja na ufyekaji wa eneo la ujenzi wa mradi. 2. Uchongaji barabara kutoka barabara kuu kwenda eneo la mradi. 3. Ujenzi wa store ya kuhifadhia vifaa vya ujenzi. Pia tunatarajia kuanza kutekeleza shughuli mbalimbali zikiwemo: 1. Uchimbaji wa kisima ili kufanikisha upatikanaji wa maji. 2. Ung'oaji wa visiki eneo la mradi utakapojengwa. 3. Uchimbaji wa choo cha muda. Tunaishukuru serikali kwa kutupatia kiasi hicho cha fedha ili kufanikisha ujenzi wa mradi huu ambao utapunguza umbali wa wanafunzi kuweza kupata huduma ya elimu. Kwa hiyo kwa busara ya uongozi wa kata tukasema shule hii sasa tulisogeze eneo ambalo tuna eneo la kutosha, lakini pia kutakuwa jirani na wanafunzi wanaotoka maeneo haya. Lakini pia matarajio yetu katika eneo hili pia kujengwe tena shule ya msingi, ili sasa maeneo walau shule za sekondari zitakuwa zimetawanyika vizuri. Mradi huu fedha hizo zimeingizwa katika shule ya msingi Oysterbay. Kwa hiyo moja kwa moja maana yake msimamizi atakuwa ni mwalimu mkuu wa ile shule husika. Wananchi hawajaanza kuchimba msingi kwa sababu mafundi au ramani haijakuwa tayari. Basi tuombe nalo hilo, kama yani hao wanakuja kwa ndege. Majira ya kwetu huku mwezi ujao watu wanaanza kusafisha mashamba. Sasa mtaanza kukimbizana, aende kwenye kuchimba msingi naye anataka aende shambani. Na hali ya hewa mwaka wanasema mwezi wa 10 zinaanza. Kwa hiyo ningeomba kwamba tukimbizana angalau muda huu uliobaki. Wananchi tuwaombe watuchimbie msingi afu mambo mengine yaendelee. Basi hiyo setup ili mwenyekiti tumkabidhi atuharakishie mheshimiwa diwani. Tunaenda kukimbizana na mashamba sasa hivi. Tunashukuru kwamba mwanzo ni mzuri. Nafikiri hata juzi tulikokuja kumesha kuwa na mabadiliko kusema kweli. Tunaomba tu usimamizi mzuri na nini. Nimeshaona Mkwajuni tunapendelewa sana mheshimiwa. Wananchi takapofikia basi hata kule tulichimba. Sisi wenyewe kamati ya siasa mtakapoanza mtuambie. Sisi wenyewe tutakuja na sisi tushiriki kuchimba. Tuendelee kuishukuru serikali na tulishasema tunaishukuru serikali, wananchi walishapokea mradi. Na kwenye swala la setup mheshimiwa mwenyekiti wala hakuna shida. Nafikiri kwa sababu anasema mkurugenzi hivyo vifaa na nini, na mimi nilikuwa najaribu kumpigia mkurugenzi, ameniambia yeye ametoka, lakini amemwachia kaimu mkurugenzi ambaye ni bwana Kaisi kwa ajili ya kushughulikia hili jambo la setup hapa na kuwaleta hao mainjinia. Kwa sababu hilo pia kama ulivyosema, kwani wale mainjinia kuja hapa na kuweka zile beacon na nini, kuweka zile kamba, kupima ili eneo kama madarasa yatakuwa hapa, choo kitakuwa hapa, ili kazi hizo ziendelee, kwa sababu kwa baadaye ni kweli tutakuja kuwalaumu wananchi. Mwenyekiti naye watu wake watakuwa busy na nini na shughuli za kilimo, unaona. Sasa ili kama ni madarasa sasa kama tunayagawa kwa vitongoji kwamba upande huu watafanya watu wa Merelani, upande huu labda watu fulani, ili sasa ili shughuli za ujenzi hapa ziweze kuendelea. Kwa hiyo mwenyekiti kwenye hilo nimelichukua, na niombe tu watu wa kijiji wajiandae, ndani ya muda mfupi watapata hiyo setup. Kilichosalia tupate maji. Tukishapata maji wanaanza kuchimba msingi, na fundi na engineer watakuja kuseti hapo ni msingi, kwa sababu fundi ndio anaye set, engineer anakuja kuverify tu kwa hapa sawa. Kwa hiyo tulipokomea. Kwa hiyo maana sasa hivi kilichobaki ni baada ya kukamilisha barabara sasa. Ndio. Kinachofuata ni maji. Tukishakamilisha tu maji na maana ujenzi unaanza na. Sawa, basi hamna shida. Nimemwelekeza mtendaji wa kata hapa. Sawa. Kwamba kwa sababu yule bwana hata kama hapatikani afanye mawasiliano na yule jamaa anayechimba visima. Sawa. Na kama ikishindikana yeye awashe gari aende akamtafute kule Kanga. Sawa. Lakini kama kutakuwa kuna mtaalamu mwingine yote yule wa kuchimba visima, basi tuweze kumtafuta ili aweze kuchimba kisima kwa wakati. Kikubwa tunaomba tu ushirikiano wa ofisi yako na ukaribu ili kuhakikisha kwamba mradi unakwenda vizuri. Sawa.
Sawa. Ndio. Na hata kwenye maji ndio wote tutakapoishia tushirikishane ili tujue ili tukachelewa. Sawa. Tunania hapa sasa ni maji baada ya kukamilisha barabara. Sawa. Hilo nimemwachia mtendaji wa kata atakaa na meki waone namna ya kumpata yule fundi wa kanga, kwa sababu tumejaribu kumpigia simu yake haipatikani tena. Sawa. Ndio. Nakushukuru sana mkurugenzi. Sawa, nashukuru sana. Asante.